Na mimi ninashukuru tena sana Mwenyezi Mungu. Na nataka niseme Mheshimiwa Rais Ruto kama amempatia mama yetu Ida Odinga kazi, mimi nasema hiyo ni kuonyesha kuwa yeye ni rafiki katika hiyo familia, na kuwa yeye anatambua kuwa Raila Amolo Odinga kisiasa yeye ndo amemlea. Ruto amekuwa na uhusiano wa karibu sana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa bado hajaaga. Naona wakati Ruto amekuwa anapitia changamoto katika serikalini, sana sana tukiangalia kama ile ilianza ile ya Limuru 3 yenye watu wa mlima walikuwa wameshikana na nia ya kumngoa Ruto mamlakani, wakaenda wakaform Limuru 3 yenye kina Gachagua walikuwa pale na wengineo. Kidogo tukasikia tena Ogola ametuacha. Mimi nataka niseme hivi, hizo zote zilikuwa ni zile changamoto zenye Ruto alikuwa anapitia. Baada ya hapo tena kidogo Gen Z wameingia kwa street, nia kumngoa Ruto mamlakani. Ruto akawa anapitia changamoto sana, lakini Mungu kupitia Raila Amolo Odinga akaenda wakashikana na Ruto, na hiyo imbi la Gen Z ikabaki imetulizwa. Ruto wakafanya handshake, form serikali yenye iko leo inajiita broad based government. Same Ruto wakati kupeleka Mheshimiwa Raila Amolo yule anasimama na wewe kwa shida na kwa raha. Sana. Mimi nilikuwa nachukua rafiki wa Raila ni kama wa Jonathan kwa Bible na David. Sasa mimi nataka niseme hivi. Wakati Raila Amolo Odinga amekufa, tumeona Ruto amemfanyia state funeral yenye hata kwa serikali ya Moi wakati Odinga alikufa walifanyia state funeral, lakini Mheshimiwa Rais Ruto akafanyia Raila Amolo Odinga heshima nyingine kubwa sana. State funeral, tunaona mashina zote, tunaona kila kitu kilibaki kimeishia Nyanza. Mimi nataka niseme hivi, wale wanasema Ruto si rafiki ya mtu wa Nyanza, angalia vile Nyanza Ruto amefanya kazi huko, mabarabara, viwanja, unaona yani ukiangalia mpaka unasema tu kweli huyu ni mtoto wa nyumbani, na Ruto kweli ni mtoto wa nyumbani, ni mtoto wa nyumbani, na wanasema lazima usaidie kwenyu. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, mimi nashukuru Mungu na nashukuru Mheshimiwa Rais Ruto. Mama Ida, hii kazi ni shukrani, hivi inakaa ndani ya mioyo yao. Wenye wanataka na Raila Amolo Odinga akufe tu, na saa hii I think bado wanafurahianga. Kwa hiyo mimi nataka niseme hivi, Winnie ambaye ni mtoto wa Raila Amolo Odinga, mimi nakwambia Winnie, mamako kama amepatiwa kazi na wewe uko unapiga hii serikali, wacha kufungua vita na mamako Ida. Maana kupiga serikali ni kama kupiga mama Ida, maana mama Ida saizi ni serikali. Wacha nikwambie Ida, Winnie, sorry. Kupiga sahi haupigi Ruto, unapiga mama yako. Na ukipiga mama yako utalaaniwa. Maana sahi mama Ida yeye amepewa kazi na serikali, na ni Mheshimiwa Rais Ruto amemfaitia, amepata hii kazi. Kwa hivyo sasa sahi
Si vita za Winnie na Ida, si vita vya Winnie na Ruto. Utakuwa unapiga mamako Ida. Utakuwa unapiga mamako Ida. Kama unakuja kushikana watu kama kina watu kama kina Babu Owino. Babu Owino alianza vita na Raila Amolo Odinga akiwa bado hajakufa. Na Wakenya waliona na macho zao mbili. Wakati Babu Owino Raila alipokuwa anaenda EU. Mujiulize kwa nini? Kwa nini Raila akachukua tikiti ya ODM, akachukua Patili, akachukua Anyang' Nyong'o, yeye ndo asimamie ODM kama ameenda EU. Ingekuwa tu kweli Babu Owino alikuwa ni mtu mtulivu, alikuwa mtu obedient, alikuwa mtu wa heshima. Babu Owino, wakati baba Raila Amolo Odinga alikuwa akienda EU, Babu Owino yeye ndo angeachia ODM. Lakini mjiulize wa Kenya, muache kufungwa macho. Kwa nini Anyang' Nyong'o ndo alipatiwa? Maana Anyang' Nyong'o ni mtu wa kutrust, alikuwa trusted, alikuwa trusty wa Raila Amolo Odinga. Na ndo kwa maana Raila Amolo Odinga akaangalia wa vijana wote, akiangalia Sifuna, yeye tu ni kuropoka tu kama mwenye amekula matawi kwa mdomo, akiangalia, yani Sifuna anaongea kama charaani. Babu Owino yeye ni kama charaani. Yani ukiangalia unaona sasa hapa, hata nikiachia hii chama si wataimaliza. Na sasa hivi na Raila Amolo Odinga alikufa, nini inaendelea sasa hii? Nataka Wakenya mfunguke macho na muweze kureflect akili zenyu, murudi reverse. Mujiulize ni kwa nini baba Raila Amolo Odinga alipokuwa akienda EU kama bado hajaaga dunia, mbona hakuachia Babu Owino akaachia Anyang' Nyong'o? Maana Anyang' Nyong'o ni mtu wa kuaminika. Mbona hakuachia Orengo? Mujiulize wa Kenya, muache kufungwa macho. Mbona Orengo yeye hakuachiwa? Na Orengo alikuwa wa karibu sana na Raila. Mbona Orengo hakuachiwa? Kwa sababu Orengo ni mall. Orengo ni mall. Na Orengo anakuanga na uchungu sana Raila Amolo Odinga kukuja kukua kingpin wa watu walio Nyanza. Maana yeye ndo alikuwa anafaa awe hapo mahali. Maana ukiona Orengo vipindi zenye alikuwa anafanya akiwa university, akiangaisha Moi. Orengo yeye hata kama alikuwa wa karibu na Raila, lakini yule ni mwenye amevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Na mkitaka kujua kweli Orengo ni mbwa mwitu, mbona sasa hii ameungana na kikundi chenye kinapiga mahali Raila Amolo Odinga alituacha? Ndio nawaambia huyo Orengo msicheze na yeye. Orengo ni mwenye alikuwa ni kama ile panya inakuuma ikipuliza. Sasa alikuwa na umanga Raila kidogo na anampuliza. Hakuwa anataka kujulikana. Lakini Raila Amolo Odinga hata sasa hii akafufuka, atawaambia Orengo. Atawaambia Orengo ni mola, atawaambia Orengo ni shetani. Atawaambia Orengo. Maana ukiangalia Orengo mbona ameungana kikundi chenye kinataka kubomoa ODM. Uhuru Kenyatta ameshamwaga mabilioni ya pesa hapo, ODM iende. Yeah? Winnie Odinga yeye ndo ameenda kupiga yani bila shangaa Winnie. Hata ndo kwa maana mtandao watu wanakutukana kabisa na watachoka kukutukana. Kwanza sasa ndo wanataka kukutusi hata yenye haionekana. Raila Amolo Odinga kweli mwenye pati ni mwenye pati. Kama saa hii Winnie anapigana na Oburu Odinga ambaye ni kakake Raila Odinga kwanza mkubwa. Winnie anaitwa Oburu Odinga timzee. Winnie, wacha nikwambie, laana wewe mwenyewe ndo unajitafutia, haikutafutangi wewe ndo unaitafuta. Kama sisi hapa hivi tumemheshimu Oburu Odinga na tumemheshimu hii serikali ya broad based government, mwenye alipanga mpaka wenye sahi wako au ma CS na ma PS ni Oburu Odinga. Oburu Odinga ndo alikuwa anasaidiana na Raila Amolo Odinga, yenye Oburu Odinga anafaa apatiwe heshima yake sana. Kama kina Kasmuel wanapatia Oburu Odinga yani mimi mpaka nashangaa. Mpaka kina Lato wanapatia Oburu Odinga heshima.
mpaka kina hawezi kuja Baba Raila Amolo Odinga, hata we Winnie, ndani ya moyo wako na ndani ya nafsi yako unajua Baba Raila Amolo Odinga alituacha ndani ya broad based government, na unajua vizuri, na Raila amekuanga na Ruto ako State House, hata wewe pia ulikuwa unaenda State House. Leo hii hatunataka kujifanya hati I will fight for Kenyans. Which Kenyans? Hatunasema party inauzwa. Wewe umeona inauzwa? Kama sio nyinyi ndio mnauza, nyinyi mnauzia Uhuru Kenyatta. Anawamwagia mabilioni ya pesa, mbomoe ODM. Mimi nataka niseme hivi. Mjinga tu ni mjinga na tabaki kuwa mjinga. Mjinga kubadilika, maybe tu Mungu ndo ambadilishe. Lakini mimi nataka nikwambie Winnie, hii mbio unakimbia naye hautamaliza vizuri. Hautamaliza vizuri. Hautamaliza vizuri. Mimi nakwambia. Saa hii sasa tunataka tuone. Utaanza kupiga pia mamako vita vile unapiga Oburu Odinga. Tunataka tuone sasa. Tunataka tukuone vizuri kabisa kabisa Winnie Odinga. Kama utapiga Ida mama yako ambaye amepatiwa kazi na Mheshimiwa Rais Ruto kama vile unapiga Oburu Odinga. Tunataka tuone. Sasa hii ndio uko kwa mtego sasa. Ndio uko kwa mtego. Tumekutega vizuri sana. Tunataka tukuone sasa. Unasema tu wewe ndio unajua kupigana. Sasa tunataka tukuone. Upate laana ya Oburu Odinga na upate laana ya Mama Ida. Hizo laana zote zitabaki umezivaa kama nguo. Utakuwa umevaa nguo yani mimi nasema hivi. Ile kitu yenye iko. Sisi ODM iko imara. Hiyo timu ya kina Sifuna na Babu Owino wanajiita Kenya moja. Na walikuwa wameiform mpaka na kina Wamshomba. Na inajulikana vizuri kabisa Raila Amolo Odinga akiwa bado ako hai. Wakenya wacheni kusahau mapema kama ngiri. Raila akasema Wakenya ni kama ngiri, kusahau ni haraka. Babu Owino, Sifuna, Wamshomba, Caleb Amisi na wengineo tuliwaona wakiwa wameform party inajiita Kenya moja. Leo hii ndio wanaitisha mikutano, ni party yao ndo wanatengenezea hapo. Hakuna ODM au si wana ODM au walitoka ODM kitambo. Hata Sifuna amekalia tu Secretary General tako moja. Amekalia tako moja. Huyu Babu Owino kama Raila Amolo Odinga ako hai, hatukumuona Kalonzo akimvalisha kofia ya Wiper akisema ana support Kalonzo. Wa Kenya, watu wa Nyanza Western, mbona mnapotezwa na wakora? Huyu Babu Owino wakiwa na Kalonzo Musyoka, utaniambiaje tako moja iko ODM na tako moja iko Wiper? Alafu unakuja kuniambia huyu ni mtu trustee. Mimi nasema bwana, mfunguke macho. Mfunguke macho bwana. Hawa si wana ODM. Babu Owino aliama ODM kitambo. Sifuna amekalia tu tako moja. Anytime anaweza ondoka. Hata tulimuona tuliona Sifuna, tulimuona na Wamunyoro. Ama mkuona Sifuna na Wamunyoro, mnasahau aje haraka. Wamunyoro alisema nini? Kama Babu Owino wataona hawezi kaa ODM, waende DCP. Sifuna vile vile. Wamunyoro na Uhuru Kenyatta wanapigania hawa watu. Wamunyoro anavuruta huku Sifuna, Uhuru Kenyatta anavuruta huku Sifuna. Kwa hivyo tuache kudanganyana, muache kukua kusahau mapema sana. Babu Owino hao walishatoka ODM kitambo. Walitoka kitambo. Hata kama unampata amevaa t-shirt ya ODM, ni amevaa tu mwili wa juu. Mwanadamu, Mungu hujuanga moyo wa mwanadamu. Wewe vile utaona mwanadamu nje, sio vile Mungu anamuona moyo. Vile mnaona Babu Owino nje, sio vile ndani ya ODM anaonekana ndani ya moyo. Hata Raila Amolo Odinga sasa akifufuka atawaambia Babu Owino hayuko ODM. Sasa Babu Owino na sasa baba Raila Amolo Odinga afufuke na aongee. Atawaambia Babu Owino aliama ODM kitambo. Mwache kudanganywa wa Kenya. Huyu amevaa tu t-shirt ya ODM kwa mwili, lakini ndani ya moyo yeye ako kwa Wiper. Ako na Kalonzo Musyoka na ako na DCP na huyu mwenye